Hujambo mtazamaji wa Zone Media, uko nami Victor Moshi asubuhi hii. Israel na Hamas wanatarajiwa kuanza mazungumzo yasiyo moja kwa moja nchini Misri leo Jumatatu, katika kile kinachoonekana kama hatua muhimu kuelekea kusitishwa kwa vita vya Gaza, baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kusema kwamba tangazo la kuachiwa kwa mateka linaweza kutolewa wiki hii. Jumanne itatimiza miaka miwili tangu shambulio la Hamas lililoanzisha vita vilivyogeuka kuwa moja ya migogoro mikubwa zaidi katika eneo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump amekaribisha tangazo la Hamas kukubali baadhi ya vipengele vya mpango wa amani wa Marekani, huku Israel ikieleza kuunga mkono juhudi hizo mpya. Kwa mujibu wa mpango huo, Hamas itawaachilia mateka 48 waliobaki, takriban 20 kati yao wanaaminika kuwa hai bado, ndani ya siku 3 tu. Baada ya hatua hiyo, kundi hilo linatakiwa kujiondoa madarakani na kusalimisha silaha. Ujumbe wa Israel unaoongozwa na mpatanishi mkuu Ron Dermer unatarajiwa kuondoka leo kuelekea Sharm el-Sheikh kwa ajili ya mazungumzo hayo ya amani, kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya Netanyahu. Afisa mmoja wa serikali ya Misri amesema ujumbe wa Hamas tayari umefika, huku ujumbe wa Marekani Steve Witkoff pia akitarajiwa kushiriki katika mazungumzo hayo. Afisa huyo alisema kwa sharti la kutotaja jina kwa sababu hakuwa na ruhusa ya kuzungumza na vyombo vya habari. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Misri, mazungumzo hayo yataangazia kubadilishana mateka wa Israel na wafungwa wa Kipalestina wanaoshikiliwa nchini Israel kama sehemu ya mpango wa kurejesha amani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema hali ya sasa ni hatua ya karibu zaidi kufikiwa kwa kuachiwa mateka wote. Akizungumza katika kipindi cha This Week cha ABC News, Rubio alifafanua kuwa endapo Hamas itakubali mfumo wa amani uliopendekezwa na Trump, kutakuwa na awamu mbili. Kwanza, mateka wataachiliwa huru, na pili, jeshi la Israel litajiondoa Gaza hadi kwenye mstari wa njano, eneo lililokuwa chini ya udhibiti wake mwezi Agosti. Akizungumza na CBS News, Rubio aliongeza kuwa Hamas inapaswa kuachilia mateka hao kadri wanavyoandaliwa kuachiliwa, na kwamba mashambulizi ya mabomu lazima yakome ili mchakato huo ufanikiwe. Mpango wa Marekani pia unagusia mustakabali wa kisiasa wa Gaza. Katika mazungumzo ya maandishi na mwandishi wa CNN Jake Tapper, Rais Trump alisema kutakuwa na uharibifu kamili endapo Hamas itaendelea kushikilia madaraka Gaza. Trump pia alibainisha kuwa Netanyahu anaunga mkono kusitishwa kwa mashambulizi na kurejesha amani Gaza, akisisitiza kuwa amani kamili inakuja hivi karibuni. Leo Jumatatu, mtazamaji wa Zone Media, ndio siku ambayo inaangaliwa na watu wengi duniani kwamba wanakwenda kuzungumza mustakabali mzima wa kuweza kutafuta amani katika ukanda wa Gaza, ambapo ujumbe kutoka Hamas, ujumbe moja kwa moja kutoka Misri, Qatar, Marekani na Israel wanakutana mjini Cairo, Misri, kuweza kuzungumzia vipengele hivyo vya kuweza kusitisha mapigano. Hatua hii inafuatiwa na mpango ambao uliidhinishwa na Rais wa Marekani Donald Trump, akaidhinisha kwa Israel kisha akaidhinisha kwa Hamas, lakini baadaye Hamas wakaja wakatoa majibu sahihi kwamba wako tayari kuachia mateka 48, lakini wazungumze, kuna baadhi ya vipengele ambavyo wanatakiwa kuweza kukubaliana pamoja na Israel. Mtazamaji wetu, tufuatilie kwa ukaribu kabisa siku hii ya leo. Tutakuletea kile ambacho kinajiri katika mkutano huo wa kuweza kusitishwa kwa mapigano katika ukanda wa Gaza. Jina langu naitwa Victor Moshi.